Madirisha alimaliza chuo miaka 7 iliyopita, lakini mpaka leo bado anatafuta ajira. Si kwa sababu hana elimu, bali alichagua kozi isiyo na soko. Sasa kama unatafuta kozi zenye ahueni ya ajira Tanzania, basi nakala hii ni kwa ajili yako. Nikianza na fani za ufundi zenye soko nchini Tanzania, namba 1 ni ufundi umeme, namba 2 ni ufundi magari, namba 3 ni welding au uchomeleaji, namba 4 ni udereva, lakini namba 5 ni ufundi seremala. Namba 6 ni plumbing au ufundi bomba, pamoja na fani ya cosmetology kwa Kiswahili. Unaweza ukaita urembo na mapambo. Sasa hizi fani za ufundi bado zipo kwenye uhitaji au zina soko nchini Tanzania. Kozi nyingine ambazo bado zina soko nchini Tanzania ni kozi za afya. Mfano, kuna nursing, kuna clinical medicine, kuna pharmacy, kuna medical lab, kuna radiography. Hizi kozi za afya, hata kama ukakosa ajira serikalini, bado una backup hata ya kuajiriwa kwenye taasisi za private. Lakini tambua kuwa sekta ya afya ni miongoni mwa sekta ambazo ni nyeti mno. Kwa hiyo tegemea ukisoma hizi kozi bado kuna ahueni ya ajira nchini Tanzania. Kozi nyingine ambazo bado zina fursa nchini Tanzania ni kozi za teknolojia au ICT. Mfano, hapa naongelea kozi kama IT, Information Technology, Cyber Security, Computer Science. Fahamu, dunia inaenda kidijitali. Hizi kozi zina fursa kubwa sana nchini Tanzania. Sio tu Tanzania, bali ni dunia nzima. Dunia inaelekea kidijitali. Kwa hiyo hizi kozi bado zitakuwa na uhitaji mkubwa sana sasa hivi na baadaye. Kozi nyingine ambayo bado ina fursa ni kozi za uhandisi. Mfano, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering. Taaluma ya uhandisi ni miongoni mwa taaluma ambazo bado zina uhitaji mkubwa duniani. Kozi nyingine ni kozi za biashara na fedha. Mfano, accounting. Accounting au uhasibu ina soko kote, serikalini na private, lakini taasisi nyingi zinazoanzishwa za private zinakuwa na uhitaji wa wahasibu waliobobea. Kwa hiyo hii taaluma ya accounting mojawapo ni miongoni mwa kozi zenye soko nchini Tanzania. Lakini kozi nyinginezo ni kama vile kuna sheria, lakini kozi nyingine ni kilimo na ufugaji. Tambua kuwa Tanzania ni nchi ya kilimo na ufugaji. Kwa hiyo ukiwa mtaalamu mzuri uliobobea kwenye kilimo na ufugaji, unaweza ukaona matunda ya kozi hii ya kilimo na ufugaji. Lakini kozi nyingineyo ni journalism and mass communication. Tambua kuwa soko la media linakuwa kwa kasi nchini Tanzania. Kwa hiyo ukiwa mtaalam wa journalism and mass communications, unaweza ukaona fursa inayopatikana ukiwa umesomea journalism and mass communication. Lakini kozi ya mwisho ni ualimu. Sasa ualimu naoongelea hapa sana sana ni ualimu wa masomo ya sayansi. Sasa ualimu wa masomo ya sayansi bado upo na uhitaji mkubwa wa walimu hawa ambao wenye taaluma ya ualimu wa masomo ya sayansi
Asante sana, nikutakie siku njema.